Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Hajasema malaika mmoja. Kwa hiyo kunakuwa na kundi la malaika. Unapotembea, unapolala, unaposimama, kuna malaika wanakuzunguka. Kwa nini? Kwa sababu ya kukuokoa. Kuokoa nini? Mabaya yote. Kwa maana mabaya hatampata mwenye yake. Lakini jambo lingine kumbuka, anasema ambao ni msingi sana. Anasema mateso ya mwenye yake, mstari wa 19, ni mengi. Ngoja nikwambie kitu. Kama umeamua kumcha Bwana, kumbuka majaribu yanakuja. Wala usina hofu. Lazima ugonjwa utapiga hodi siku moja. Ili akupige kama kweli unamwamini Mungu. Lazima mateso yatakuja siku moja. Lakini anasema Mungu atakuokoa nayo yote. Nikwambia siku moja, huwezi kujua la ya kuwa mzima kama hujai kuumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama mtu mwenyewe kama kwa unashindwa kutembea, huwezi kujua kwa mzima maana yake nini. Huwezi kujua la ya kuwa mkono wako uko hivi, unaishia vizuri mpaka utakapopigwa kidole cha mkono. Yaani kichwa huwezi kujua kwa kiwango gani mpaka siku utakapoumwa kichwa kwa kuanguka. Kwa majaribu yanafanya uweze kutembea, wanafanya ujue thamani ya kama unaishi. Mtu ambaye anakitima aokoke majaribu. Anakula ni chakula kizuri, ni chakula kama chakula, kwa sababu anajua katika hayo pia Bwana atamvusha na yote. Kwa uelewa huo, twende mbele za Bwana kwa sauti yako. Baba, ninakushukuru kwa maana wewe. Asante kwa usiku wote wa jana. Asante kwa ulinzi. Asante kunipigania. Ninashukuru kwa asante kwa asante kwa ibada leo. Naomba nikatoke na kitu. Kama niliingia kwenye mlango na chochote, naomba nisitoke na chochote katika jina la Yesu. Riga baka senderebo shabaka. Baba, tunakushukuru tena asubuhi leo kwa sababu umetupa neema tena Bwana ya usiku wote uliopita. Ukayalinda maisha yetu na kutetea. Umetupigania na kila adui ambaye inuka juu akasema tukomesha. Lakini Bwana ukapiga roho za moka yeshi garabuza kompeleza karina usha na radina swala kayentelebashe rabo waka tukarana kwa wafalme tutalipo. Haleluya. Asante kwa jina wako Bwana. Tumepata usingizi mzuri, tumeongea na sisi kwa ndoto, umetupa kipaji cha kutuamsha, ukasema nendeni mkaniabudu. Tunashukuru kuleta mahali hapa. Tunashukuru kutuandalia mahali pazuri kuabudu wewe. Tunashukuru kutuandalia hekalu la mahali hapa Bwana. Tumekimbia Bwana. Kama isingekuwa ni nguvu yako Bwana, kama isingekuwa ni neema yako Bwana, tungekwenda Bwana. Tungekimbia Bwana, tungekuwa wageni Bwana. Lakini ukarimu wako Baba umetukaribisha. Neema yako umetununisha. Na umetupa kibali cha kuabudu pasipo na hofu wala shaka. Rabo seko yente rejimaka rigama sio kubali saka yeno raja raka sema yeshete reba rako baka ino roho saka yente reba rama shekuna saka yeno roja eko baka seko yente raja raka sema roja gamusa reka baka ni mushaku baka seko yeno roja rika baka sio seka roja orienta sio kumana tuwashia garapo rako wakale roho sakareba. Asante Bwana kwa asubuhi leo. Asante kwa malaika ambao wanatulinda. Asante kwa jeshi kubwa ambao linatusikia. Pokea sifa na shukrani. Nasi tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Tunaomba uanze nasi, pia tunaomba umalize nasi, katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Haleluya. Tutaimba wimbo moja, beti moja katika wimbo namba 102, kisha tuende katika somo la leo. Kazi wimbo 102. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, haleluya, nitamjua, nikimwona uso kwa uso, nitamjua, nitamjua kwa alama za misumari.
hii somo utapata amani sana kuhusu mambo mengi. Ngoja nikwambie kitu. Niko Dar es Salaam na juzi na nikawa nimechelewa sehemu ya treni kuondoka. Na ilikuwa kwa dakika 25 na sehemu ambayo nakwenda sio kwa dakika 25 kwa sababu ghafla kulitokea foleni ambayo ilisikia Dar es Salaam hiyo. Na nikakumbuka hizo ndio kufundisha asubuhi leo. Na kufundisha na kutumia. Ghafla nikakumbuka kigeuza leo. Na nikapita njia ambayo ilikuwa ngumu kidogo, lakini nilipata kusikia roho akipanda mbele. Nikisikia kwanza na kwanza nikisikia sana. Namshukuru Mungu katika sehemu nikapata gari kunichukua pikipiki. Hekima ikashuka. Na leo kama tatu kabla treni ianze kuondoka, haianza kufunga milango, nikawa nimefika Kenya. Na ilikuwa ni muhimu sana. Nataka kusema kitu leo. Kuna silaha za Kristo. Ngoja nikwambie kitu. Unajua kama ujui silaha ukiwa vitani, wewe umekuwa ni mwanajeshi, alafu utafundishwa silaha, unaweza kuwa umekaa tu na kuja huko na mabomu. Sasa ujui kutumia bomu, unaamua kulirusha kama jiwe, hata unaweza kuwa na bunduki umeshika mashine gani AK47, adui anakuja unatoa mpige. Sasa ujui kupiga silaha, unaweza kubadilisha nani, kubadilisha kifaa cha kubadilisha. Unapiga unashika bunduki vijana. Ujue pale mashine unatoa kwa mikata kushoto kwa hiyo unapiga hiyo unashika kunyonga. Unapiga na siku kabisa. Unashika kama kufa. Kwa sababu kuna silaha. Paulo anasema mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Efeso 6, ule mstari wa 12, kuanzia 12 na 17 anasema japokuwa tuko katika mwili vita vyetu sio vya mwili. Tunapambana na jeshi. Tunapambana na mamlaka wakuu na wafalme katika ulimwengu wa giza. Sasa hapa ni kwa vijana ni silaha hii kama utakumbuka wale kwenye ibada. Silaha ya kwanza ni furaha ya Bwana. Silaha hii kama nilivyokuambia jana, nilikuwa muhimu sana nayo kuweza kuchukua ile upako. Nikwambia lazima uwe na mafuta. Sasa leo nataka nikupe silaha nyingine. Kuna nyakati zinabidi utumie. Kwa sababu kishakuwa askari lazima uje kuna mbinu za kutumia kupambana na adui. Kuna wakati polisi wanatumia bomu la machozi, kuna wakati wanatumia bunduki, wakati tena wanatumia bomu la machozi, wakati tena wanatumia silaha inaitwa nguvu ya kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Nguvu ya kutumia damu ya Yesu. Nitakupisha kidogo kwenye maandiko upesi kwa sababu ya muda wa asubuhi kuelezea ninachokisema. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 ukipata muda. Damu Mungu alitumia kama ulinzi. Wakati wa Israeli wakati wanataka kutoka nchi ya Misri baada ya kupiga mapigo 10, kulikuwa na mapigo 10. Moja wapo na mapigo wale kwa mwisho kabisa ni watoto wote wa Misri wa kwanza kuuawa. Na ndipo ilipokuwa wale ambao Musa akawaambia wana Israeli baada ya Mungu kumwambia maagizo, chukua damu kachinja mnyama, alafu paka kwenye kiwango cha nyumba. Kwa damu ni ishara ya ulinzi. Damu ni ishara ya ulinzi. Ndio ilikuwa kutoka mwanzo. Lakini ilikuwa ni damu ya mnyama. Ni damu ya mnyama. Lakini napenda tusome mstari mmoja kitabu cha Kutoka hicho sura ya 24 mstari wa 6 mpaka 8. Naomba unisikize kwa makini kama unataka kujua somo hili vizuri. Kwa sababu nimekuanzia Agano la Kale ili uweze kunielewa na uweze kujua ninachokisema. Kutoka 24 mstari wa 6 mpaka 8. Sikiza kwa makini. Anasema, basi Musa akaandika maneno ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema. Akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 na hesabu ya kabila 12 ya Israeli. Mstari wa 5. Akapeleka vijana wana wa Israeli watoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za nini? Za ng'ombe. Sadaka za nini? Za ng'ombe. Sikiza kwa makini mstari wa 6. Musa akatoa nusu ya damu. Kwa nini alichukua damu? Kwa nini sasa sadaka imetosha? Sikiza kwa makini. Akatia katika mabakuli na nusu ya damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Kwa kwenye madhabahu kuna nyunyizwa damu. Sikiza kwa makini. Anasema kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu,
wakasema haya ndiyo alionena Bwana, tutayatenda nasi tutatii. Damu ni agano. Unapoenda kutembea katika damu lazima ukubali kutembea na Yesu. Mstari wa 8, Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu, akunyunyizia tu madhabahu, akanyunyizia na watu damu. Akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Damu ya agano. Sasa sikiliza, maandiko yanatuambia nini? Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari. Nataka kuconnect na agano jipya sasa. Waebrania 12:24. Sikiza kwa makini. Waebrania sura ya 12 mstari wa 24. Waebrania 12 mstari wa 24. Sikiza maandiko yanaposema 12:24. Anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya. Kule anasema agano la damu la ng'ombe. Sikiliza kwa makini. Huko anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa. Okay. Kama alivyofanya kwenye madhabahu, akafanya kwa watu. Leo Yesu damu yake ya kunyunyiza, anasema inenayo mema kuliko damu ya Abeli. Damu inanena mema. Lakini kumalizia sasa kabla ya kuomba. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Tunapocheza anasema nao wakamshika kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Waliposimama katika neno la ushuhuda wao, wakatamka damu ya mwana kondoo au ingalo la neno jipya la neno, wakamshinda shetani. Leo wewe unaweza kuitia damu inaonena mema na inakunenea mema juu ya maisha. Kwa hiyo nilipofika wakati ambapo nilikutana na foleni kubwa, nikaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, nikaita mara sawa na kufundisha kama kuishi. Unaingia kwenye ngoma sema unakutana na tatizo gumu ambalo akili inashirikiwa ama kuinama damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Watu wajui, waite damu ya Yesu mara sawa. Alafu kinachotokea katika ufalme wa mbinguni, ile vita inapigwa na kushinda. Unaingia katika nyumba au mahali, ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio maana kuna wakati anaingia sehemu, unajua iko anaendesha hapa, mpaka hakuna. Unasema chukua maisha yako, mwili wako na roho yako, na nichukue katika damu ya Yesu Kristo. Na chukua mwili wako, roho, maisha yako na nichukue. Mara saba kama sawa. Kwa hiyo sababu ukuta wa sawa liko uyaruka baada ya kuzunguka mara saba. Unaingia kwenye mtihani, unaona kwamba unasoma pepo unaoelewa. Yote ulikuwa unasoma pepo uko peke yako. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu imeshakugusa. Damu ya Yesu imeshakia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ni damu ya mema, damu ya agano, ni silaha ya vita. Majambazi wamekuvamia. Kwa kuna kitu kimana na majambazi. Nichukisana kitu kimoja tu. Lord of Jesus. Sitakufa. Damu ya Yesu sitakufa. Damu ya Yesu sitakufa. Damu ya Yesu itende na barasa. Hakuna mtu asiyesimama tu kusikia. Hapo kuinena kwa moyo wako kama unataka kufutia chini. Lakini maombi kwa Mungu unapoingia damu na barasa ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Unapomaliza moja sawa na wale kuna nguvu ya kiadili. Alafu naanza kuona kutoa funga. Alafu naomba natembea. Leo nataka nikufundishe silaha. Ukitumia itakusaidia katika mambo mengi sana. Unapenda kusoma maji ya uponyaji. Kwa sababu watu wale wanachaka kusoma kufundisha. Yale maji tunashikia damu ya nani? Unapenda kusoma yale maji. Tunayabadilisha kwa damu. Baba maji yanabadilisha kwa damu. Kisha unachukua na kuingiza katika madhabahu. Unaingiza katika nyumba yako. Unaenda kuioga. Damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yako. Tuchukue maji kama maji yana nguvu. Ile damu inaweza kusafisha kwa sababu Mungu alibadilisha damu ya Yesu kwa damu ya kusafisha. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Sasa hizi zinaitwa siri za ufalme ambao watu wa dunia hawezi kuelewa. Lakini wana wa Mungu wanafunuliwa siri. Haleluya. Tusimame katika jina la Yesu. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena.
pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele nami, nataka kumwona Mwokozi kwa zamu. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu ya damu. Nataka nikuone siku moja. Damu yako ya thamani. Leo mimi ninatembea, leo ninalinga, leo nina ujasiri, nina nguvu. Asante Yesu, asante kuhani wa agano jipya. Ninakubariki, ninakutukuza. Asante katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninasimama katika damu ya Yesu. Rabo saa ninakiri ushindi juu ya dhambi. Dhambi yoyote ya kujificha, ya wazi, ambayo inasumbua maisha yangu, kwa damu ya Yesu kufa asubuhi ya leo. Baba, asante kumshinda shetani na mawakala wake wote na dunia katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninachukua damu ya thamani ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ninainyunyizia katika matatizo yangu yote yaliyo magumu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, nena mema juu ya matatizo yangu, yabadilishe matatizo yangu kuwa baraka, kuwa neema, kuwa ushindi katika jina la Yesu. Ninaitia damu ya Yesu juu ya kichwa changu mpaka wayo wa miguu yangu. Ninauchukua mwili wangu wote, roho yangu na nafsi yangu, ninavichovya katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu, nena mema juu ya viungo vyangu. Aina yoyote ya maradhi, aina yoyote ya magonjwa, out, toka kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninachukua maisha yangu yote na nafsi yangu na miradi yangu na kazi yangu na chochote kilicho chema, ninavichovya katika damu ya ulinzi ya Yesu Kristo. Hata madhabahu tunaichovya katika damu ya ulinzi ya Yesu Kristo. Mahali napokaa ninapachovya katika damu ya ulinzi ya Yesu Kristo. Popote napotembea ninapachovya katika damu ya ulinzi ya Yesu Kristo. Chombo cha usafiri nachotumia ninakichovya katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu ninaichovya familia yangu, nyumba baba yangu, nyumba mama yangu, kwa damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaamuru kila aina ya mashetani, mawakala wa kuzimu ambao wametumwa kinyume cha maisha yangu, kwa damu ya Yesu, angalia leo, shindwa milele katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba mlango wowote ambao adui ameufungua, mlango wa uovu, kwa damu ya Yesu funga, funga, funga katika jina la Yesu. Baba, matamko yoyote ambayo yamenena mimi, inawezekana nimesema au nimesemewa na watu, au kuna watu wametamka wakasema ole ole tutamuona, ole ole tutamuona. Leo kwa damu ya Yesu ninafuta matamko, ninafuta maneno katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu mimi nimekombolewa na uovu. Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninatembea katika nuru kwa sababu ya damu. Kwa damu ya Yesu mimi nimewekwa huru, mimi nimehesabiwa haki, mimi nimetakaswa, mimi ni mtakatifu wa Bwana katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nina maisha katika Mungu. Kwa damu ya Yesu ninaweza kusogea mbele za Baba. Kwa damu ya Yesu ninaamuru kila Goliati aliyetumwa juu ya maisha yangu ishiwa nguvu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maadui wote ambao wamejipanga kinyume na maisha yangu, kwa damu ya Yesu angamia leo.
sambaratika, sambaratika, sambaratika katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba chochote ambacho sio Mungu katika maisha yangu, Bwana, kwa damu ya Yesu, toka ndani yangu. Dhambi yoyote ambayo inatafuna maisha yangu, ninaomba leo kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu, ninaomba kwa msalaba wa damu ya Yesu ikapate kusimama kati ya mimi na nguvu yoyote ya giza ambayo imetumwa juu yangu. Ninaomba kwa damu ya Yesu, nguvu ya giza sambaratika, sambaratika. Ninanyunyiza damu ya Yesu juu ya maisha yangu. Baba, ninaomba nisaidie katika jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Nikiwa sasa kwenye opinasi, sijui unataka, sijui tunakwenda Yesu. Ongea na Mungu wako juu ya maisha yako. Mtamkie kwa neema, naye kwa damu ya Yesu atatenda mazuri. Ombea kanisa hili, ombea taifa la Tanzania, ombea washirika wa Mariamu, ombea Mungu kwa maisha yako binafsi, ombea kanisa, ombea washirika wa Mariamu, ombea taifa la Tanzania. Ni mwasote mbele za Bwana. Rika bakale rebo shakali ya raboza, remasia karaba shekereba, rakoza kari ya raboshe, remosa kari ya raboshe koromoza, romajie remasio korobosha, rakaba kari mosa kari ya raboshe ba, remasio komari sekereba, ramoshi ya rasia karaba shereba, ekori ya raboza ba. Kwa ajili ya maisha yako Bwana, inua mbele zako kila ambacho Mungu anakusudia, aina yoyote ya ushindwa kwa jina la Yesu. Kila mitego mikubwa ya adui ikapata kusambaratika kwa jina la Yesu. Rika makasirika roho shebe, ekoma Yesu karibu roho shaba, rako makaribu swakadara swakadara, rakaze nara swakadara swakadara she, akomesa karibu roho shaba. Raka bakari roho shebeka, roho sakori antereba shuru rohoza, rako shakari antereba sabaka, rako makari antereba shebeka, remasio roho shamakari antereba sa, rika bakari antereba shebeka, reko makari antereba saka, katika jina la Yesu. Rika makasio roho shebeka, remasio gona rasaka rako, rako makari antereba katika jina la Yesu. Tunaambia tuwe sasa, tunainua mikono mwako Bwana. Damu ya Yesu nena juu ya tumaini. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika utumaini. Tunanyunyiza damu ya Yesu katika ujirishaji wa tumaini. Damu ya Yesu kwa ajili ya ushirika wote. Kila mshirika Baba wanayapa wanakuja kulia, ninamchukua kwa damu ya Yesu, ninamchombe katika damu ya thamani ya Yesu Kristo. Bwana, naomba neema kwa ajili ya Mariamu. Bwana, naomba neema kwa ajili ya Mariamu. Bwana, naomba neema kwa ajili ya Mariamu katika jina la Yesu. Ikaraboshike remasio roho, remasio korobo shabakari rabosa, reka bakari raboshe mekari rohoza, romazia karaboshi rohoza, reka bakari raboshe mekari rabo, ramosa kari rabo. Baba, kwa jina la Yesu tunainua taifa la Tanzania. Tunaomba kwa damu ya Yesu, damu isimwagike katika taifa hili. Tunaomba kwa damu ya Yesu, damu isimwagike katika taifa hili. Baba, tuepushe na damu. Baba, ukape hekima Yesu wa Tanzania. Tunamchoka katika damu ya Yesu. Tunaomba neema kwa ajili yake. Tunaomba hekima kwa ajili yake. Tunaomba maarifa kwa ajili yake. Tunaomba akapata kusimama katika kile ambacho Mungu ametia. Tunaokamata moyo wake. Tunaomba kumwongoza katika kile ulichokusudia. Baba, nena na nafsi yake, ukaibadilishe ili Bwana damu inayokusudiwa kwa ajili ya adui, tunaomba ikaepushwe katika nchi, tukavuke salama katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. 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 Amen. Tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Samehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu,
bali utuepushe na yule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Nendeni kwa amani ya Bwana. Mkono wa Bwana ukalinde katika jina la Yesu.